Uoga umegubika nchi ya Tanzania ambao umemlazimu Samia Suluhu kutoa ujumbe kuelekea maandamano ambayo yameratibiwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Ujambo na karibu. Kabla ya machweo ya mfungo wa maadhimisho ya siku ya uhuru, mji mkuu wa Tanzania ulifahiriwa na tahadhari isiyo ya kawaida. Serikali kupitia waziri mkuu ametuma ujumbe mkali wa kusitishwa kwa shughuli za umma na wito wa wananchi kujitafakari nyumbani, ujumbe ambao ulimwendelezea rais pia katika tangazo rasmi la amani na mshikamano. Kauli hizo zimeingia kama cheche ya wasiwasi mkubwa, zikigeuza siku ya sherehe kuwa siku ya maswali yasiyonawezeka kujibiwa. Na katika medani ya hisia na hofu, taifa lote limezuiwa na swali moja: je, kesho itakuwa shughuli za sherehe ya amani au mwanzo wa machafuko? Kauli hiyo ya serikali imevutia hisia tofauti kwa wengi. Ilikuwa ya kushangaza kuona wakati sherehe za uhuru zinakaribia, serikali ikiwashauri wakazi kuepuka mikusanyiko, kuachana na shughuli zisizo na za lazima na kukaa nyumbani isipokuwa kwa dharura. Mwito huo ulikuja kama onyo la kimya, likiwa limefunikwa na mjadala mkali mitandaoni, na kwa mara ya kwanza historia ya maadhimisho ya uhuru inaonekana kama inaelekea kwenye mapambano ya kiusalama badala ya furaha ya kitaifa. Ujumbe huu umekuzwa na dhana kwamba hakuna mwelekeo wa serikali kupambana na motisha maandamano, wakati taifa bado likijaribu kujisahihisha baada ya uchaguzi ulioleta mgogoro. Mchumo wa tahadhari hii haukuja kwa bahati. Uchovu wa taifa kutokana na matukio ya uchaguzi Oktoba tarehe 29 umekuwa mzito. Mikutano ya kisiasa imekuwa ikitajwa kuzua misukosuko, na baadhi ya vyama vya upinzani pamoja na wadau wa haki za binadamu wamekuwa wakisisitiza kwamba hakukuwa na uwazi wala usawa. Maelezo kuhusu unyanyasaji, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na wasiwasi kuhusu uhuru wa kusema yamechochea hofu ya mara mbili, ya kisiasa na ya kiusalama. Na katika muktadha huo halisi, wito wa serikali wa kuepuka mikusanyiko unachukuliwa na wengi kama onyo lisilofunuliwa, jibu la awali la mamlaka kwa kile kinachotarajiwa kuwa mvutano wa hadharani. Mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa la mjadala mkali tangu kutangazwa kwa ujumbe huo. Wapo wanaoelewa kuwa ni tahadhari ya kawaida, hatua ya busara ya serikali kuzuia msongamano mkubwa bila kizingiti chochote. Wengine wanaona kama ishara kuwa kuna taarifa za ujasusi na kutoa wito wa kulinda ama kulindana. Baadhi yao wanaona ni kitisho kipya cha serikali kuelekea msukosuko usio na utabiri. Wengine wakiuliza uwazi, wakitaka serikali ifafanue ni matokeo gani yanasababisha tahadhari. Na katika upande wa serikali, kauli imeelezwa kama hatua ya kawaida katika muktadha wa usalama wa taifa. Serikali imeeleza kuwa wito huo sio sehemu ya ajenda ya siri, bali jitihada ya kupunguza mikusanyiko isiyo na haja, kuruhusu vyombo vya ulinzi kufanya kazi bila usumbufu, na hata kulinda familia dhidi ya hatari yoyote inayoweza kutokea. Mfumo wa ulinzi wa usalama umetakiwa kuwa macho, na wananchi wazuiwe kushiriki kwenye shughuli zozote zisizo rasmi, hasa zile zinazohusiana na siasa au mikutano ya umma. Kauli hizi zimegawanya wananchi katika mitazamo tofauti. Wapo waliona wito kama fursa ya kupumzika baada ya wiki nzima ya mazungumzo na wasiwasi, wakati mwingine kuwa na muda wa familia, mapumziko ya kisaikolojia na kufikiri kwa pamoja juu ya taifa. Kwao ni siku ya kuungana nyumbani na familia, kuimarisha mahusiano ya kijamii na kupigia chenga kiteknolojia ya hofu. Wengine waone sababu ya kukaa nyumbani bila kuwa rasmi likizo. Wanasema serikali ingepaswa kutoa likizo rasmi badala ya shauri wa kuepuka mikusanyiko. Wapo pia wanaodai kwamba kauli hiyo imekuja ghafla bila maelezo ya kutosha, na ni jambo ambalo limeongeza mashaka zaidi kuhusu nia halisi. Ni hisia iliyopambwa na hofu na mashaka ya nini kinaenda kufichwa nyuma ya pazia.
Historia ya Tanzania ina kumbukumbu za misunguko ya uchaguzi iliyosumbua utulivu mara kadhaa, migogoro ya kisiasa, madai ya ubaguzi, ukandamizaji wa upinzani na misukosuko ya kijamii imeshuhudia nchi hii. Kwa wengi waliokumbuka historia hiyo, wito wa serikali wa kuzuia mikusanyiko au kuonekana kama ushauri wa kawaida, bali kama onyo linaloashiria hatari ya vurugu. Maono ya baadhi ya wananchi yanarudia nyakati za ghasia ambazo zimeacha alama ya hofu, uharibifu wa mali na kupotea kwa imani ya wananchi kwa uhuru wa jamii. Kwa upande wa kiuchumi na kijamii, taarifa ya tahadhari imeanza kuathiri shughuli za kila siku, biashara ndogo, usafiri wa ndani, mikutano ya kijamii na hata shughuli za kitaifa zimeanza kusita. Watu wanapendelea kuepuka maeneo yenye idadi kubwa ya watu. Hali imeanza kuathiri hasa mwingiliano wa kiuchumi na huduma kutokana na kuwa na hofu ya hatari za usalama. Wafanyabiashara, wafanyakazi wa huduma, wahamiaji wa ndani na wageni pia wameanza kuchunguza uwezekano wa mizozo, jambo ambalo linaweka hatari kwa ukuaji wa uchumi na ustawi wa kijamii. Na katika uwanja wa kisiasa, wito wa serikali unachukuliwa kama jaribio la kutawala taarifa, kukandamiza sauti za wananchi na kupunguza uwezekano wa maandamano au mikutano ya kisiasa isiyosimamiwa. Hii imezua mjadala mkubwa nchini na nje ya Tanzania kuhusu demokrasia, uhuru wa kuongea na haki ya raia kujiandaa na harakati wakati wa maadhimisho ya kitaifa. Hata hivyo, serikali inaelezea dhamira yake kama ya kulinda usalama wa raia na kuhakikisha utulivu kabla, wakati na baada ya shughuli kubwa ya kitaifa. Katika muktadha wa kisiasa wa sasa, ujumbe huo wa tahadhari unachukuliwa na wengi kama ishara kwamba serikali inaendelea kusimamia njia ya uonevu wa kisiasa kupitia mikakati isiyo wazi. Wasichana, vijana na miji, wanafanya biashara na wale walioathirika moja kwa moja na matukio ya uchaguzi wanahisi kwamba wito huu ni sehemu tu ya mpango mkubwa wa kudhibiti mzunguko wa habari, mikusanyiko na misukosuko ya raia. Wengine wanasema kuwa matukio yaliyopita baada ya uchaguzi bado hayajapatiwa majibu ya uhakika, na hivyo tahadhari hii ya sasa inaweza kuwa kuandaa mazingira ya udhibiti wa kijamii wenye kisingizio cha usalama. Hali hii imezidisha hofu kwamba siku ya uhuru inaweza kuwa mwanzo wa kile wasichokuwa wamekiona kama haki yao ya kushiriki kwa usawa katika mazungumzo ya kitaifa. Kwa upande wa serikali, wito huu wa kupumzika nyumbani umelenga kuleta utulivu wakati shughuli maalum za kitaifa zinaendelea. Serikali inaendelea kuhimiza kwamba hata kama misaada ya kimataifa, mageuzi ya kikatiba na mazungumzo ya kisiasa yanahitajika, haki ya kufanya hivyo inalazimika kuzingatia mazingira ya usalama wa taifa. Wito usikivu, utulivu na mshikamano unachukuliwa kama njia kuhakikisha kwamba taifa lirudi tena makosa ya zamani, kwamba haki za binadamu hazitalipuliwa na kwamba migogoro ya kisiasa iweze kutumika kama chombo cha migogoro ya kijamii au kiuchumi. Siku ya kesho ama tarehe 9 Disemba, machoni pa taifa ya Afrika Mashariki na dunia nzima yakitazama kama Tanzania itaweza kusherehekea uhuru katika hali ya amani au kama itaingia katika mzunguko wa matukio ya kisiasa yaliyojaa taharuki. Kwa wananchi wengi, wito wa serikali umekuwa kama kengele ya hatari kabla ya saa kuu. Wengine watakubali kwa moyo wa utulivu, wengine watasita na wachache watakuwa tayari kupambana kwa hoja na haki zao. Lakini pande zote zinashiriki katika kila sekunde taratibu mijadala ya uchaguzi wala mawazo. Na katika kipindi hiki, taarifa limedhihirisha kuwa amani haipaswi kuchukuliwa kama jambo la kawaida, imetakiwa kuenziwa, kutunzwa na kulindwa. Lakini hali ya sasa inabuni mfano mgumu wa mgongano kati ya wito wa serikali wa amani na hofu ya wananchi ya misukosuko ya kisiasa. Tanzania iko katika maelezo ya hapa ama ya hapana, maelezo ya wazi wa kutaka amani katika lakini pia hofu ya kutokuwa na uhakika wa kesho.
Kesho ikiwa ni siku ya maadhimisho ya uhuru, taifa litaingia katika kipindi cha mgogoro wa hisia, kwani kando ya sherehe kuna mashambulizi ya kisaikolojia na kisiasa. Wito wa kupumzika nyumbani utaonekana kama suluhisho la busara au kama kitisho cha udhibiti, na watu wataamua kwa moyo wao mahali watakapokwenda na wito watakaouliza ndani ya mioyo yao. Hata hivyo, taswira ya mapema inaonyesha kwamba amani sasa inahitaji zaidi ya maneno ya kumbukumbu. Inahitaji wazi maelezo ya amani kwamba taifa linaelekea kwenye njia ya haki, huru na yenye usalama wa kudumu. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo. Zidi kuwa nasi kila hatua, zidi kutusupport kwa taarifa kama hizi, na vile vile kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.